Bwana, tunaona Engineer Hersi Said bwana anachaguliwa kuwa mjumbe wa kamati ya mashindano ya vilabu kwa wanaume kule FIFA. Uteuzi huu wewe umeupokeaje bwana kama shabiki wa Young Africans ambaye pia ni rais wenu? Nimejisikia vizuri na nimeupokea vizuri. Na mpaka sasa hivi niko kwenye mpango mkakati. Kesho nitakuwa mtaa kwa mtaa. Utakuwa mtaa kwa mtaa? Kesho nitakuwa mtaa kwa mtaa, daladala mpaka daladala, na picha Engineer Hersi kwa lengo la kuwaomba abiria wote wenye sehemu ya mikusanyiko wamuombe dua Engineer Hersi na Watanzania wote kwa pamoja, kwa sababu tumebahatika sisi kumtoa Mtanzania ambaye anaenda sasa kushiriki kwenye vikao vya kutengeneza mpira wa dunia, vikao vya bajeti, vikao vya kila kitu. Mfano, kuna michuano ya UEFA Champions League inakwenda watu wanakwenda kukaa, wanaketi, wanazungumza, wanaangalia namna gani ya kuweza kuiendea michuano ya UEFA. Kuna Europa League, umeelewa? Man U anatakiwa acheze na nani? Barcelona anatakiwa kutane na nani? Vikao hivyo Engineer yumo. Hizo kazi ya Engineer Hersi. Allahu Akbar. Engineer, Mungu akufanyie wepesi. Siri ya mafanikio: upole, uchapakazi, uaminifu. Yaani ukiwa mwaminifu kazini hata cheo unapandishwa. Huyu bwana Mtita fanya kazi yake vizuri, utaona mafanikio, utafika wapi. Engineer Hersi ni mtu na nusu. Engineer Hersi ni mchapakazi, mwaminifu, ambaye anafanya kazi kwa maslahi ya kile anachokifanyia kazi. Si umeelewa? Kwa hiyo mafanikio ya utendaji wake wa kazi ndio amemfikisha hapa alipo, na nitumie nafasi hii kuwaomba viongozi wa vilabu mbalimbali ikiwemo Simba, jitokezeni hadharani. Bwana Mangungu, mpongezeni Engineer Hersi. Mposti kwenye kurasa zako, kwenye kurasa ya klabu yenu, mumposti Engineer Hersi, mumpongeze kwa kazi kubwa ambayo imefanya na hapa alipofikia kuchaguliwa, kwa sababu Engineer Hersi miongoni mwa mafanikio ya fedha nyingi ambazo Simba wamepata msimu huu kwenye michuano ya kafu shirikisho, pesa zile nyingi zimesababishwa na Engineer Hersi. Hersi akiwa ni mwenyekiti wa vilabu vyote barani Afrika amefanikisha kuingiza hoja yake ya maslahi ya vilabu vyote barani Afrika wapate, hususan kwenye michuano. Simba anakutana na ongezeko la fedha za kafu kwenye michuano ya shirikisho ambazo aliyetoa ile hoja, aliyeibua ni Engineer Hersi. Wamenufaika na Engineer Hersi. Kwa hiyo kuna haja ya watu wa Simba kumwombea dua Engineer Hersi. Mungu amlinde, amuongezee mengine mengi makubwa zaidi. Na mimi ninamuona kabisa Engineer Hersi. Wallahi nakwambia, namuona kwa utendaji wake wa kazi uliokuwa bora. Namuona Engineer Hersi baadaye akija kuwa rais wa shirikisho la mpira barani Afrika. Inawezekana, inawezekana. Au unasemaje? Inawezekana. Sawa, tumwombee dua. Kwa maoni yako, sasa uteuzi huu unaongezea heshima gani klabu ya Yanga ya kimataifa zaidi? Kwanza uteuzi huu unaiongezea thamani kubwa sana Dar es Salaam Africans, na ndio maana tulikuwa tunawaambia mashabiki na wanachama, jitambue thamani yako wewe iko wapi. Sisi mashabiki na wanachama wa Yanga thamani yetu ni bilioni 100. Sasa unaweza ukaona thamani inavyozidi kuongezeka. Sasa hivi tena tumekwenda mpaka anga za FIFA. Tena sio watu wa thamani ya bilioni 100. Sisi thamani yetu ni thamani ya FIFA. Ndio maana nimekuambia mimi ni nahodha wa mashabiki wote wa FIFA duniani. Na sio mimi tu, na nimetoa tamko kumuomba msemaji wa Simba Ahmed Ally ajitokeza hadharani, awaongoze wasemaji wenzake wote wamposti na kumpongeza Ali Shabani Kamwe, kwa kuwa naye Ali tayari ameshakuwa ni msemaji wa FIFA dunia. Bwana, wana Yanga hamna dogo. Ali kapanda cheo sasa hivi. Sio mwenyekiti wa wasemaji tena. Ali ni msemaji wa FIFA dunia. Mafanikio ya Engineer Hersi, mafanikio ya Yanga nzima yote. Kwa hiyo ndio maana tunawaambia wajitokeze hadharani, wakina Masaubiri, wakina Aridi Chukuchuku, wakina Masanza, wakina nani wote wamposti Engineer Hersi, wampongeze na wamuombe dua. Ni fahari iliyokuaje Watanzania tunampata Mtanzania mwenzetu anakwenda kupata nafasi kubwa kama hiyo. Haijawahi kutokea Afrika Mashariki na Kati, ndio kwanza imetokea kwetu. Kwa nini tusijivunie vya kwetu? Tuache chuki, tuache fitina. Huyu ni wa kwetu. Wa fadhilaka punda kakishaota meno juu tamtaka. Simba wanatakiwa walipize fadhila hapa kwa Engineer Hersi, kwa kuwa amewafanya wamepata fedha nyingi pale Zanzibar.
Au unasemaje mtangazaji? Sawa. Labda kwa maoni yako unavyoona, unadhani ungependa kumuona Hersi akipigania mambo gani zaidi kwenye kamati hiyo ya FIFA? Kwanza kwa sababu naamini katika uwezo wake. Engineer Hersi, kama hujawahi kumfuatilia katika speech zake za kuzungumza lugha ya kigeni, amenyooka hivi. Yaani imefikia hatua kwa namna ambavyo amenyooka na anazungumza vizuri, kiasi kwamba hata yule anayemsikiliza anashawishika na maneno yanamuingia, anaona kweli huyu amezungumza vizuri. Imagine kwamba unamuona rais wa FIFA yuko pamoja na Engineer Hersi. Ukiwa na usemaji wako wa hovyo hovyo kama wa Ahmed Ally, huwezi kupata nafasi kwa rais wa FIFA ukazungumza kitu akakupa sikio. Hawezi kukusikiza hata kidogo. Lakini speech zimenyoka. Kwa hiyo yule namuona akienda kuongeza vitu vikubwa sana. Sana. Na miongoni mwa mambo ambayo natamani kuyaona akiyafanya makubwa ni kwenda kushauri maboresho mazuri katika michuano ya kombe la dunia, michuano ya UEFA, umeelewa bwana? Europa, kwa sababu ni michuano ya dunia hiyo. Si umeelewa? Ili walau hata ikipendeza zaidi kutia ushauri juu ya timu ya Man United, nao angalau kidogo wapate kauheni warudi kule kwa kina Ferguson, itapendeza zaidi kwa sababu ana uwezo wa hivyo vitu. Na nikwambie kitu ambacho ukijui, Engineer Hersi hawezi kuniacha hivi hivi. Engineer Hersi, bwana njoo kwanza. Bwana mpaka sasa hivi taarifa nizo nazo, Engineer Hersi yupo katika anga ya dunia, anakwenda Italy. Yuko kwenye ndege, anakwenda Italy. Sahihi. Ana mwaliko wa rais wa virabu vyote barani Ulaya. Barani Ulaya sasa rais wa PSG huyo. Ndio kamwalika. Kwa hiyo rais wa virabu vyote barani Afrika kapata mwaliko, anakwenda. Amealikwa yeye kama mjumbe wa mashindano duniani kote. Italy. Anaenda kula raha. Sasa niambie Ngungu Boy yuko wapi? Sawa, tumalize hivi. Hii inaleta tafsiri gani sasa kwa soka letu la Tanzania, pengine maendeleo ya soka la Tanzania? Tafsiri yake ni kubwa kwa sababu hata hapa tulipofikia ni pakubwa sana kwa sababu hatakuwa huko zamani. Tunaendelea kupiga hatua. Tuambie tu kwamba wale wote ambao wako kwenye mpira wanahitaji kuwa waaminifu, wanahitaji kuwa wa kweli, wanahitaji kuwa na utendaji uliokuwa bora zaidi. Mafanikio yako mbele yanakuja. Kwa mfano, nitumie nafasi pia kumpongeza Wallace Karia, rais wa shirikisho la mpira Tanzania. Wallace Karia naye pia ni miongoni mwa watu ambao wamechaguliwa katika nyadhifa mbalimbali za kuongoza mpira soka la ufukweni. Si umeelewa? Kwa hiyo ni kazi kubwa sana. Haikuwa rahisi yeye mpaka kuonekana kuchaguliwa pale. Ni kwa sababu anaweza na amekuwa akifanya kazi yake vizuri sana. Kwa hiyo tuwaambie wale ambao wanaviongoza virabu vyetu wasimame imara katika kuwa waaminifu. Sababu unapokuwa mwaminifu kila kitu kinaenda vizuri. Unaweza ukaona ndani ya uongozi wa Engineer Hersi mabadiliko ni makubwa sana ambayo yamefanyika. Na haya mabadiliko yamewafanya watu wengi yani imekuwa kama kivutio. Dar es Salaam Africans imekuwa kama kivutio. Unaweza ukaona watu wanatoka Kongo, TP Mazembe wanakuja, sio kwamba sisi tuna ubora sana kuliko hata wao, kwamba katika namba za juu katika soka la Afrika. Lakini wanakuja kwa sababu wameona kuna vitu ambavyo viongozi wetu wamevifanya, vimeleta mabadiliko makubwa na kuwa kivutio kwa wafanyabiashara, kwa wawekezaji waliokuwa wengi, wanakuja kujifunza ili wapate vitu vizuri zaidi. Umeelewa? Kwa hiyo kuna vitu vya kujifunza hapa, viongozi wafanye hivyo ili na watu wengine wakaige mfano wao na waende wakasome. Uaminifu ndio kitu kikubwa sana. Mimi nikushukuru sana Bwana Kizinga kwa time yako. Mimi nashukuru sana, asanteni sana, karibuni sana Mtita. Ni kweli hoteli nyingi umeshafika na umeshapata huduma zao, lakini nikuulize, je, umeshawahi kufurahia na kuenjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel? Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya Kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali.
garden nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.